tunaliinua jina lako ni kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Jemedari, ni kwa sababu ya neno ambalo liko mbele zetu. Baba, nakuomba ya kwamba unakuwa wewe ndio unaenda kunena, nisije nikawa ni mimi, bali Roho Mtakatifu akachukua nafasi. Asante ni kwa sababu ya wote ambao wanasikiza. Bwana, nakuomba ya kwamba hili neno likatembee ndani ya mioyo zao, wakalitumikie Baba, na likawe la baraka katika maisha yao, na ni kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu ni kwa ajili ya siku ya leo ambayo Mungu ametuandalia. Nataka kushukuru Mungu pia ni kwa ajili ya neno ambalo limeweza kupita, ni kwa sababu kidogo hilo neno linaenenda na neno ambalo naenda kunena asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo tutaingia katika Mwanzo, Genesis chapter 13. Na mwenye atasoma atatusomea yote. Mwanzo 13 tutasoma yote. Nasema Abrahamu akapanda kutoka Misri, yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho, na Lutu pamoja naye mpaka kusini. Naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli. Mahali pale palikuwapo hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Napo ndipo palipokuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza. Naye Abrahamu akaliitia jina la Bwana hapo. Na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu, yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Na ile nchi haikuwatosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi, hata wasiweze kukaa pamoja. Kukawako ugomvi kati ya wachunga wanyama wa Abrahamu na wachunga wanyama wa Lutu. Na siku zile Wakaanani na Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi. Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi na kusihi kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi tu ndugu. Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami, na kusihi, ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume; ukienda upande wa kuume, nitakwenda upande wa kushoto. Lutu akainua macho yake, akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri hapo unapokwenda Soari. Basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki, wakatengana wao kwa wao. Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanaani, na Lutu akakaa katika mji wa lile bonde, akajongeza hema yake mpaka Sodoma. 13. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako, ukatazame kutoka hapo ulipo, upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi na ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, uzao wako nao utahesabika. Ondoka, ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebroni, akamjengea Bwana madhabahu huko. Bwana abariki. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tukiangalia katika ukurasa huu tunaona ya kwamba katika hii kitabu cha Mwanzo ni sura yenye nguvu inayofundisha kuhusu amani, unyenyekevu, imani na kutengana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo italingana na jinsi unavyotaka kuishi katika ulimwengu huu. Maana inaeleza hadithi ya Abrahamu na mpwa wake ambaye ni Lutu. Baada ya kurudi kutoka katika Misri, wote wawili wamekuwa matajiri sana. Kila mmoja wao alikuwa na mali. Hakuna ambaye alikuwa amekosa chochote. Bwana asifiwe. Lakini tunaambiwa ya kwamba wakati ulipoendelea, hawa wafanyikazi wao walianza kutengana. Hakukuwa na amani kati yao. Na tunaona ya kwamba iwapo wangeendelea hivyo, mwishowe ni Abrahamu na Lutu ndio wangeweza kugombana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu Abrahamu alikuwa na hekima na akamuuliza mtoto wa ndugu yake akaweze kuchagua mahali ambapo anaweza kwenda. Bwana asifiwe. Tunaambiwa ya kwamba Lutu alichagua upande wa Yordani ambayo ilikuwa inaenda karibu na Sodomu. Sisi zote tunaelewa jinsi Sodomu ilivyokuwa. Lakini Abrahamu alinyamaza tu. Lakini mimi naona ya kwamba iwapo Lutu angelikuwa na hekima ndani mwake, angesema ni kwa sababu wewe ndio umenielekeza nikafika mahala hapa. Itakuwa vizuri kama wewe utaniambia jinsi ninavyoweza kuenenda.